Nehemia Mchechu ni msajili wa hazina na msajili wa hazina ni mwanahisa wa benki ya TADB. Kwa majukumu yake mapana, kazi ya msajili wa hazina pia ni kusimamia uwekezaji wa serikali au uwekezaji wa umma kila sehemu ndani na nje ya nchi. Kwa leo tulikuwa na mkutano wa wanahisa unaitwa AGM au Annual General Meeting, ambao inakuwa ni nafasi ya wanahisa kuweza kuangalia utendaji wa benki, kupokea mahesabu, kukutana na wakaguzi wa nje ili watoe mahesabu yao, lakini pia kuangalia mambo mengine ya kimsingi kama dividend au gawio la hisa, lakini pia na mambo ya wakaguzi wa mahesabu. Lakini niseme kikao cha leo kilikuwa kizuri sana, na kama wanahisa tumefurahia sana utendaji wa benki yetu ya maendeleo ya kilimo TADB, Tanzania Agricultural Development Bank. Mwaka huu wametupa again ufanisi wao ulio mzuri katika utendaji wa kazi zao. Tunaiona benki ikikua, kiwango cha faida kimekuwa ni kizuri zaidi ukilinganisha na mwaka jana, ambapo kwa mwaka huu faida ilikuwa kwa 44%. Unapokuwa na benki ambayo faida yake inakuwa au uwekezaji ambao au taasisi ambayo faida yake inakuwa kwa 44%, karibia na faida ya 50%, maanake hiyo taasisi inakwenda vizuri sana. Na katika hili nampongeza sana mwenyekiti wa board, mkurugenzi mkuu, board nzima na management, lakini pia na wafanyakazi wote wa benki. Ukiacha faida ambayo ilikuwa kwa 44%, balance sheet ya benki imekuwa kwa 41%. Kwa ukiangalia, hii ni benki ambayo imekuwa ikienda kwa kasi kubwa zaidi. Tulikuwa na mizania kwa ujumla wake ya bilioni 917 na sasa hivi tumefika almost 1.3 trillion. Ukienda kwa figa kamili ni 1296, lakini ukiround ni 1.3 trillion. Na tunasema imekuwa kwa 41%. Kwa hiyo kama benki ikienda hivi 40% ni kama 50%. Benki wakienda hivi, maana yake tuna nafasi kubwa sana ya mwaka ujao wa fedha tunapokutana hapa tukawa tunazungumza juu ya trilioni 2 kama mizania ya mahesabu, na kama watatunza nafasi yao ya kuwa na growth hiyo hiyo ya 40% mpaka 50%. Mwanahisa kama alivyo mwekezaji yoyote, mwisho wa siku lazima na yeye pia apate return ya uzalishaji wake au ya uwekezaji. Na leo hii kikao cha wanahisa au AGM imekubaliana sasa kwamba gawio la wanahisa kwa kuwa limepanda, kumekuwa na faida nzuri, itakuwa ni bilioni 8.38. Kiwango hiki ni zaidi ya takriban 50% ukilinganisha na kiwango ambacho tulikipata mwaka jana cha bilioni 5. Kwa hiyo tunawapongeza tena sana sana board nzima, board ya wakurugenzi, lakini tunapongeza sana management ya benki, lakini kipekee kwa kuwa hawapo hapa na management na board watafikisha salamu zetu, ni wafanyakazi wote na wadau wote. Lakini nilizungumza board na management kwa kuwa walifikiria jambo jema kwamba sasa ni wakati mwafaka wa kutoa dividend nzuri kwa serikali ambaye ni mwanahisa mkuu na ni mwanahisa pekee ya kiasi cha hizo bilioni 3.38. Na nitumie nafasi hii kuzitaka taasisi zote ziige mfano huu wa kuendelea kuongeza kiwango cha gawio wanalotoa kwa mwanahisa kama wenzao walivyofanya hapa benki ya TADB, ambayo imeongeza kiwango
cha mwaka jana kwa takribani 50%. Kwa kama tunakwenda tunaongeza viwango kwa 50% au 100%, then tunakuwa tunaitendea haki nchi na uwekezaji. Na ni vyema tukakumbuka kwamba tunaipo sasa hivi tunahitaji sana kuongeza mapato yasiyo ya kikodi, tunaita non tax revenue, ambayo mapato hayo yasiyo ya kikodi huwa yanatokana na uwekezaji ambao serikali imeufanya, kama ambavyo tumefanya huku TADB, tunafanya kwenye benki zingine, tuko kwenye mashirika ya ndege, kwenye kampuni za mafuta, usafirishaji na sekta mbalimbali ambazo serikali imewekeza. Kwa ni rai yetu kwamba kila mtu aendelee kuimarisha utendaji na tuendelee kuboresha makampuni yetu, na tunafikiri kwamba mageuzi ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa anayasukuma yanalipa na tunaona tija yake, na sina shaka kwamba ndani ya kipindi cha miaka 2-3 haya mafanikio yatakuwa ni makubwa sana, na watu wengi watakuwa kuja kujifunza nini tumekifanya na ni reform zipi zimetekelezwa na namna gani ya kufanya reforms. Ongea msajili wa hazina ambaye ndiyo shareholder wa benki hii, leo tulikuwa na kikao cha mwaka cha wanahisa, na tunashukuru kwamba kikao kimeenda vizuri, na katika kikao hiki tumepitia mahesabu ya benki yanayoonyesha utendaji wa benki kwa mwaka 2025. Utendaji wa benki kwa mujibu wa mahesabu yaliyoonyeshwa ni kwamba utendaji wa benki umekwenda vizuri. Benki imeendelea kufanya vizuri chini ya usimamizi wa bodi pamoja na management. Kwa hiyo kutokana na utendaji huo, benki katika mwaka uliopita iliweza kufanya vizuri kwa maana ya kuongeza kiwango cha faida ukilinganisha na faida iliyopata mwaka uliopita. Na pia kwa sababu tumepata faida imeongezeka, imetuwezesha pia benki kuweza kutoa gawio kwa serikali la kiasi cha shilingi bilioni 8.38. Kwa hiyo ni ongezeko kubwa ukilinganisha na ongezeko la mwaka uliopita. Utendaji huu benki imeweza kufanya kwa sababu imekuwa inakuwa supported na serikali ya awamu ya 6 katika kutupa mitaji, kutuongezea mitaji, na pia utendaji wa benki umeweza kuwa mzuri. Kwa hiyo kwa niaba ya bodi tunaishukuru serikali kuendelea kuisapoti benki yetu ili tuweze kufanya kwa maana ya kwamba tuweze kufanya vizuri, na sisi kama bodi kwa kushirikiana na management tunaahidi kwamba tutaendelea kufanya yale yote ambayo yako ndani ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba benki inaendelea kufanya vizuri zaidi. Kama ambavyo msajili wa hazina ambaye ni mwanahisa katika benki hii ya Maendeleo TADB na mwenyekiti wa bodi alivyosema, leo tulikuwa tuna mkutano wa mwaka wa benki ya TADB, ambako pamoja na mambo mengine ilikuwa ni kuangalia mahesabu ya mwaka uliopita yaliyokaguliwa na wamepitishwa na mkaguzi, yani external auditor. Na baada ya hapo tumekuwa na proposition au tumekuwa na gawio ambalo tumeliweka kwa ajili ya serikali ya shilingi bilioni 8.38. Gawio hili ni ongezeko la 50% kulinganisha na gawio lililokuwa tumetoa mwaka jana 2020 na kwa mwaka 2024. Na hii yote imetokana na nini? Kwa sababu ya ukuaji mkubwa wa biashara tuliyoifanya. Moja, tumeweza kukuza mizania yetu kutoka shilingi bilioni 917 mpaka kufikia mizania ya shilingi bilioni trilioni 1.3. Na ukuaji huu umetokana na kukuzwa kwa mikopo ambayo tumeitoa. Mikopo yetu imekuwa kutoka shilingi bilioni 534 ambayo ilikuwa ni mikopo tulikuwa tumefunga nayo mwaka 2024 mpaka kufikia mikopo ya shilingi bilioni 807 ambayo tulifunga nao mwaka jana. Na hiyo ni ukuaji wa mikopo 51%.
Sasa utaona kwamba sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo ambayo tunapimwa zaidi kwa kuweka impact kwenye jamii, hii mikopo ambayo ni 51% tuliyoitoa ikiwa ni ongezeko kwa mwaka jana 2025, maana yake ni kwamba Watanzania wengi zaidi wamefikiwa na mikopo yetu, na hiyo imekwenda kugusa uchumi wa nchi yetu. Kama mnavyofahamu kwamba nchi yetu inaongozwa zaidi uchumi wake na sekta ya kilimo, ikiwa ndio sekta inayoajiri wananchi wengi zaidi ya 65% ya Watanzania wanaajiriwa katika sekta ya kilimo. Kwa sisi tunapotoa mikopo zaidi katika sekta ya kilimo inakwenda kugusa maisha ya Watanzania wengi. Mpaka sasa tumekwisha gusa maisha ya Watanzania zaidi ya milioni 2.6 ambao wameguswa na mikopo yetu kwa njia moja au nyingine, na hii inasababisha ukuaji wa uchumi, kwa sababu uchumi wengi hasa kwenye maeneo ya vijijini wanategemea zaidi kilimo, ambayo ni kilimo mazao, kilimo ufugaji au kilimo uvuvi. Lakini pia pamoja na kwamba tumekuwa tukilipa kodi, tumekuwa tukitoa ajira kwa watu kutokana na mikopo tunayotoa, bado kuna sehemu kubwa ya ambayo tunasema ni CSR. Tumekuwa tukifanya CSR kubwa kuhakikisha kwamba wananchi wengi hasa wasiokuwa na uwezo nchi nzima tumekuwa tukitoa misaada. Tumetoa misaada kwa watu wenye mahitaji maalum, na sisi kama benki yetu huwa tunasema kwamba ni benki inayohusiana na watu wote wa makundi mbalimbali, hasa makundi ya wanawake, vijana na watu wa makundi maalum ambao wengi wao ni watu wanaohitaji msaada kama vile wenye ulemavu na kadhalika. Kwa hiyo tumetoa fedha nyingi katika kusaidia kama CSR pia. Na mwisho niseme kwamba tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu katika kipindi chake chote ambacho Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akiongoza, sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo ametuongezea mtaji wa shilingi bilioni 392. Bilioni 392 hii ambazo ni ongezeko la mtaji peke yake, ukiacha fedha zingine ambazo tumekuwa tukizipata kutoka kwa wabia wa maendeleo, zimesababisha ukuaji ambao mmekuwa mkiuona kila mwaka, na ninyi wanahabari ni mashuhuda. Kila tunapowaita hapa mnaona kwamba kila mwaka tunakuwa kwa takriban 40% mpaka 50 katika kila kiwango measure ya performance yetu. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu, kwa sababu kwa kweli imekuwa ikitusaidia kupatia mtaji, imekuwa ikitusaidia kutafutia wabia wa maendeleo ambao wamekuwa wakitupatia fedha nyingi.